Yes, bwana, hatujamaliza bado kutoka katika uchambuzi wa kuyafahamu kwa undani zaidi haya makundi ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho Afrika. Katika session mbili zilizopita tayari tumeshaiangalia miamba miwili kutoka Tanzania, kwa maana ya Young Africans ambao wanatuwakilisha katika ligi ya mabingwa kwenye kundi lake. Tumeangalia kwa undani zaidi, watu wamepata picha na comments ni nyingi juu ya kundi la Young Africans. Lakini pia tuliangalia kundi la mnyama Simba Sports, na wenyewe nafasi yao tuliangalia, tukadadavua kwa kila timu kwa undani zaidi. Watu wamepata picha kuhusu timu hizo mbili. Sasa bado tuna timu nyingine mbili katika michuano hii ya CAF kwa ngazi ya klabu, na timu hizi mbili zipo kwenye kombe la shirikisho Afrika, kwa maana ya Azam pamoja na Singida Black Stars. Wakati huu tunakwenda kuangalia Azam FC. Yes, bwana, kundi la Azam FC, hawa ni mara ya kwanza wanaingia katika michuano hii. Yes, na kuingia kwao kwenye michuano hii walikuwa katika ile pot nambari 3 ambayo inahusisha timu nyingi ambazo ndo mara ya kwanza kufeatures kwa mara ya kwanza kuingia katika michuano hii. Sasa hii poti ilikuwa na timu nyingi, takriban timu 6 zilikuwa zikiunda pale. Na wakati huu moja kwa moja tunakwenda kuangalia kundi la Azam, kundi ambalo linaundwa sambamba na klabu za Wydad Casablanca kutoka Morocco, ipo klabu ya AS Manyema Union kutoka DRC, na mwingine ni Nairobi United kutoka Kenya. Sasa watu wanataka kujua picha hili kundi lilivyo na nafasi ya Azam iko vipi. Tukienda moja kwa moja kwenye kuliangalia hili kundi, ni kundi fulani hivi ambalo lina ugumu na wepesi unapatikana ndani yake. Yes, kuna ugumu na wepesi uko ndani yake, na ni kundi ambalo linaundwa na Wydad. Ukiangalia Wydad ni timu ambayo ina material ya ubingwa, yani ni title contenders, yani miongoni mwa timu ambazo zina nafasi ya kubeba ubingwa katika msimu huu. Ukitaja timu moja, mbili au tatu, basi Wydad ipo hapo ndani yake. Ni timu ambayo ina experience na michuano hii ya CAF, ni mabingwa hawa wa michuano ya ligi ya mabingwa, ni timu tishio barani Afrika, miongoni mwa zile timu 6 zenye hadhi ya nyota 5 katika kandanda ya Afrika. Wydad Casablanca wapo hapo ndani yake. Sasa kwa wakati huu Wydad wameingia katika michuano hii ya shirikisho. Of course kwenye misimu miwili hapa nyuma iliyopita Wydad hawakufanya vizuri sana kwenye ligi ya ndani, hata kwenye michuano ya kimataifa, lakini this time around wanakuja tofauti. Wanakuja ikiwa vitu vingi vimebadilika. Kwanza, kikosi chao kilikuwa boosted, yani kiliboostiwa na zile finali za kombe la dunia za klabu. Na naposema finali hizo ni zile ambazo zilifanyika Marekani, tunazifahamu vizuri sana. Kupitia finali zile Wydad walisajili nyota wengi kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika na nje ya bara la Afrika. Na hapa tunapoongea Hakim Ziyech, naye pia ni miongoni mwa nyota ambao wametambulishwa na kikosi cha Wydad, miongoni mwa nyota wakubwa katika kandanda ya Ulaya, akipita pale Chelsea, lakini pia akipita kwenye klabu nyingine mbalimbali. So Hakim Ziyech naye yupo kwenye kikosi cha Wydad. Wana qualities nyingi, akina Thembi Nkosi-Lochi wako naye pale, akina Stefan Aziz Ki. Kwa hiyo ni nyota wengi of course. Kwa hiyo ni title contenders, yani timu ambayo ina nafasi ya kuchukua ubingwa. Wydad wana nguvu ya kuchukua alama 6 kwa kila timu, ingawaje sio lazima, ila kuchukua alama 6 kwa kila timu, nguvu hiyo wanayo. Wana huo uwezo. Sasa kwa mazingira ya nje, Wydad na nafasi kubwa ya kwenda katika hatua inayofuata, kwa maana ya hatua ya robo finali. Sasa je, Wydad atakwenda na nani? Hilo ndo swali la kujiuliza. Sasa nani anakwenda naye Wydad? Tukiangalia hizi timu 3 nyingine zilizosalia, hapa tunakwenda kuiangalia AS Manyema Union. AS Manyema Union kutoka DR Congo. Hii ni moja ya timu za muda mrefu tu kwenye kandanda ya Congo, kutoka kule Kindu, Congo DRC. Lakini ni timu ambayo msimu uliopita kwa mara ya kwanza kwenye historia yao ndo walifanikiwa kuingia group stage ya Champions League. Msimu jana walikuwa kwenye kundi moja sambamba na AS FAR Rabat, Mamelodi Sundowns pamoja na Raja Casablanca. Hawakufanikiwa kufua dafu, yani hawakwenda hatua iliyofuata. Msimu huu ni msimu mwingine. Sasa mechi ya Azam na Manyema iko vipi? Manyema ni timu ambayo huu ni msimu wa pili wanaingia group stage ya michuano ya CAF. Azam ndo mara ya kwanza wanaingia. Hii ni mechi nzuri, ni mechi ngumu sana kwa wote wawili. Faida ambayo Azam wako nayo, kwanza Manyema wana timu bora, ingawaje
wameivunja, yani timu yao imebadilika kwa kiwango kikubwa sana, kwa maana baadhi ya nyota ambao walikuwa wanaonekana kuwa wazuri wameondoka kwenye kikosi chao, the like of Najee Basiala. Sasa hivi tunapozungumza yuko na kikosi cha Saint Louis Lupopo ya Lubumbashi kule DRC, lakini pia nyota kama Jefte Kitambala Bola ambaye yuko kwenye kikosi cha Azam kwa wakati huu. Kwa hiyo wale wachezaji wao muhimu hapo nimetaja tu baadhi kwa maana wawili, lakini wameondosha wachezaji wao wengi. Mwingine ameenda Wydad Casablanca ambaye anacheza katika safu ya kiungo. So kupoteza kwa hao nyota hakujafanya Manyema kushindwa kuqualify. Wamequalify mpaka group stage kwa sababu Kongo wenyewe tayari wana talents nyingi, yani kuna vipaji vingi sana no matter what. Sasa wanakwenda kukutana na Azam. Faida nyingine ambayo Azam wanajivunia kuwa nayo ni Jean-Florai Ibenge ndani ya Manyema. Nimesema ndani ya Manyema sijakosea. Jean-Florai Ibenge, hizi timu za Manyema ni partner family, yani ni timu za kifamilia, kwa maana yani kuna kule Kongo kuna timu zinakuwa kama ndugu. Yes, kwa maana wanakuwa na umiliki mmoja au umiliki unaofanana, au watu au mtu mmoja inawezekana kawa anamiliki timu zaidi ya moja. Kwa mfano Moise Katumbi anamiliki klabu mbili ndani ya ligi kuu. Anamiliki Don Bosco, anamiliki na TP Mazembe. Sasa Manyema kaka yao ni Vita Club, mdogo wao ni Dauphin Noir. Hizo ni timu ambazo ni mandugu kabisa, na hata wachezaji wanabadilishana tu, yani wachezaji wa huko wanaweza kaenda huko, wanaweza kaenda huko, ni vitu vya kawaida. Ndio maana nakuta kina Twisila Kisinda walitoka Manyema wakaenda kule kwa maana ya Vita Club. Kwa hiyo ni jambo la kawaida sana kwa Manyema kufanya hiyo business sasa namna hiyo. Ukiangalia huyu Ibenge ni kama baba yao wanavyomchukulia. Yani kwenye hiyo operation ya hizi timu tatu, Ibenge ni miongoni mwa bidhaa nzuri sana, bidhaa kubwa sana, kwa maana ya kocha ambaye anamheshimu mno. Yani wachezaji wa Kongo, sauti ya Ibenge ni sauti ya baba. Kwa hiyo ni advantage ambayo Azam wako nayo. Kwa mantiki ipi? Kwa mantiki ya kwamba anakwenda kucheza na wapinzani ambao anawafahamu vizuri. Yani Ibenge ni sehemu ya familia ya AS Manyema Union. Kwa hiyo ni advantage ambayo Azam wanakwenda kukutana nayo katika mechi dhidi ya Manyema. Manake Ibenge ana kazi special task ya kuhakikisha anawaondosha Manyema katika hatua hiyo. Kwa hiyo ni mechi fulani hivi ambayo naona Azam wanaweza kuvuna alama nyingi tu, kwa maana wanaweza kuvuna alama 3 za nyumbani au wakavuna alama 4 au 6 inawezekana. Yes, ingawaje ngumu kwa Manyema kukubali kuchapika mechi zote kwa maana nyumbani na ugenini. Na kwa kumalizia, timu nyingine iliyosalia hapo ni Nairobi United. Nairobi United hawa ndo vibonde wa hili kundi. Yani ni timu fulani hivi ambayo imefanya uwekezaji, utaheshimu uwekezaji uliofanya mpaka kufika hapa, sio kwa bahati mbaya. Lakini ni timu ambayo huu ndo msimu wao kwanza, ni kwa maana msimu huu tunapozungumzia 25-26 wanacheza ligi kuu ya Kenya. Ni timu ambayo imeshuka, imetoka ligi daraja la kwanza imepanda ligi kuu ya taifa la Kenya, FKF Premier League, ndo wanashiriki sasa hivi. Lakini ni timu ambayo iko chini ya gavana wa Nairobi. Yes, unamzungumzia Johnson Sakaja. Ni miongoni mwa watu ambao wana fedha, amefanya investment ndani ya kikosi chake, na leo tunaiona hii ikionyesha ushindani hapa. But kwa level yao bado wana kazi kubwa ya kuifanya mbele ya hizi timu nyingine zilizosalia. Kwa hiyo inawezekana hii ndio ikawa timu ambayo kila mmoja anaikimbilia hizi kwenda kuchukua alama zote 6. Nairobi United, ingawaje na wao hawataweza kuwa wepesi kwa namna moja au nyingine. Sasa kwa mtazamo wako wewe unaonaje? Unamwona Azam akienda hatua inayofuata kwa maana hatua ya robo finali au iko vipi? Weka comment kwenye comment section, lakini usisahau kusubscribe. Hii ni Msinga Sports.